Kocha wa Fountain Gate naamini alifanya tathmini yake vizuri sana kuhusu Yanga na aligundua mambo yafuatayo. A. Yanga wanapenda sana kujenga mashambulizi kutokea nyuma na mara nyingi wanatumia njia mbili katikati ya kiwanja na pembezoni mwa uwanja. Yanga huwa wanaendeleza mashambulizi yao kwa kuruhusu wachezaji wao kubadilishana nafasi kwenye eneo la kiungo, huku wakitengeneza faida ya idadi kuanzia ndani mpaka maeneo ya pembeni. Wakiwa wanatengeneza nafasi wanatumia muunganiko wa wingers na fullbacks, huku Prince Dube akitumika kuunda nafasi kwenye mstari wa ulinzi wa timu pinzani, kipindi ambacho huwa anashuka kuungana na viungo katikati ya kiwanja au pembezoni mwa uwanja. Vilevile huwa anatumia sana zile nusu nafasi kutengeneza nafasi za mabao. Bila ya mpira Yanga wanazuia kuanzia juu. Sio hatari sana kwenye mipira ya kutengwa, sio imara sana kwenye transition, hasa offensive transition. Kisha alikuja na majibu yafuatayo licha ya kwamba amepoteza mchezo. Aliamua kutumia muundo wa 4-5-4-1, lengo likiwa na kuwa na msongamano wa watu wengi kwenye eneo la ulinzi huku wakifunga zile nusu nafasi. Fountain Gate walikuwa wanazuia kuanzia katikati ya kiwanja. Lengo lilikuwa ni kutoacha nafasi kubwa wakati wa kuzuia, lakini pia ilikuwa rahisi kurudi na kuzuia kwenye boksi lao. Walikuwa wanafanya man making huku wakizingatia muundo licha ya kuwa hawakuwa na mwendelezo na kuna muda walikuwa wanaacha sana nafasi. Yanga walikuwa wanacheza kwa kasi ya chini sana, lakini muda walikuwa wanapata tabu hata wakati wanafanya pressing kuanzia juu. Nafikiri shida ilikuwa kwenye kasi, muundo, nguvu na muunganiko. Fountain Gate walikosa ubora kwenda mbele, si kuona hatari nyingi kipindi ambacho walikuwa na mpira. Timu zote mbili hazikuwa bora kwenye offensive transition, na maanisha kutoka kuzuia kwenda kushambulia, hasa Fountain Gate. Angalau Yanga wamenufaika kwenye goli la Pacome. Ile haikuwa penalti. Mwamuzi ya kufanya maamuzi sahihi. Kuwa performance yake ni mbaya mno. Chikola hana mwendelezo mzuri. Lakini Boka na Mwenda naamini wanatakiwa kuwa maliziaji wazuri timu zinaposhambulia. Fountain Gate wamepata tabu kwenye phase ya kuendeleza mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga. Duke Abuya ni poor football. Ana kiwango bora sana. Yanga walifanya mabadiliko kwenye kikosi chao. Naamini misingi na falsafa ilibaki kuwa vile vile. Kocha Pedro ni muumini wa kudhibiti mchezo, hasa kwenye phase zote ambazo ni kama ifuatavyo. Timu inapokuwa na mpira, Pedro anahitaji timu kudhibiti mchezo, kumiliki mpira. Hapa anajaribu kuepuka choose au kupishana na wapinzani. Timu inapokuwa haina mpira, Pedro anahitaji vijana wake kuwa imara wakati wa pressing, na ndio maana huwa Yanga wanafanya high pressing ili kuwanyima muda na nafasi wapinzani. Lakini pia napenda timu ihakikishe inakuwa na ufanisi wakati wa kufanya counter pressing, ambapo counter pressing ni namna timu inavyoweka pressure kwa kasi baada ya tu ya kupoteza umiliki wa mpira. Udhibiti kwenye vipindi vyote vya mpito, transition. Hapa kuna transition za aina mbili ambazo ni mabadiliko kutoka kushambulia kwenda kuzuia na kutoka kuzuia kwenda kushambulia. Wakiwa wanashambulia wanatakiwa kuwa na msongamano wa watu huku wakipunguza umbali kati ya mchezaji mmoja na mwingine. Lengo ni kufanya counter pressing kwa urahisi. Wakiwa wanazuia wanatakiwa kuwa na ufanisi katika kuusoma mchezo na kujua ni muda gani wanatakiwa kufanya counter attacks baada ya kupora mpira kutoka kwa wapinzani. Timu inatakiwa kuwa na umakini wakati wa kuzuia na kushambulia mipira ya kutengwa. Ni ngumu kutawala mechi kwa 100%, lakini makocha hupendelea kuchagua maeneo muhimu ya kuyatawala ili kushinda mechi, mfano kimbinu, kiufundi, kiakili na hata kwenye eneo la utimamu wa mwili.